Simba kabla ya kwenda kuvaana na Azam wana kibarua kingine cha kiporo dhidi ya Coast Union. Unafikiri mchezo huu Simba anaweza kaeka full mkoko? Na kama hakuweka full mkoko, unauona ushindi kwa Simba? Ukiangalia kwa jinsi ambavyo ligi inavyoelekea, tunaelekea katika mzunguko wa salama wa pili. Maanake ndio Simba na michezo 14 kacheza, lakini tayari ashaanza kucheza baadhi ya mechi zake za mzunguko wa pili. Hasa mchezo wa TRA ni mechi ya mzunguko wa pili. Maanake mechi ya kwanza ili kufanywa kutokana na hali ya hewa. Na hata mechi ya Azam ambayo anakwenda kucheza ni ya mzunguko wa pili. Coastal itakiwa ifanyike mzunguko wa kwanza, lakini ni kiporo, maanake mechi yake ya kufanyika kipindi kile, ndio maana anapigwa kiporo chake tarehe pili. Lakini kwa Simba ukiangalia kwa michezo ambayo inahesabika, maanake mpaka sasa hivi Simba ukiangalia ligi lazima ipigwe michezo 30. Ndio. Raundi ya kwanza 15, raundi ya pili 15. Mpaka sasa hivi ukiangalia Simba imesaliwa na michezo 16. Kutokana na michezo ambayo imecheza 14 ambayo imecheza. Kwa hiyo kila mechi kwao, iwe Simba, Yanga, Azam FC ambao ndio contender ubingwa, na hata kwa upande wa Singida kwao ni mechi muhimu, ni finali. Ndio maana mechi yote ambayo ukiangalia kikosi cha Simba kimekuwa kibadiliki cha kwanza. Kimekuwa ni kile kile tu. Kama ni mabadiliko ni machache sana, either ya mchezaji mmoja ama wawili. Yaani imekuwa ni first 11, ni maana yake ni wanasema timu ya ushindi mara nyingi imekuwa haibadiliki. Kwa imekuwa ni hivyo hivyo. Kwa hiyo kwa swali ambalo umeniuliza, ndio naona mechi ya Coastal Union atapanga mziki, na hata mechi ya Azam FC itakuwa ni mziki hivyo hivyo. Maana ukiangalia mpaka sasa hivi Simba kikosi chao ukiangalia cha kwanza kimekuwa kinafahamika. Pembeni utamkuta Ura, Libasegei, katikati kina Kagoma pale, ndio. Nyuma Rushin Derieki na Ismail Ture, pembeni Kapombe na yaani kile kilikuwa kibadiliki. Na kwa jinsi ambavyo nakiona kikosi hichi ni kikosi ambacho kinaelekea mechi ambayo kwa upande wa mechi yao ya Mzizima Dabi, ndio itakuwa ni mechi ya kwanza kwa wachezaji wengi wa Simba, takriban kama 7 hivi. Itakuwa ni mechi ya kwanza. Kwa nini? Sababu ukiangalia mechi ya kwanza ile ambayo Simba walifungwa 2-0, alizungumzia hapa Salama Mwiga, ile nilikuwa naangalia squad yake ilianza kwenye mechi ile ya Simba na Azam. Ndio. Ile mechi ilianza goli ya Kubu, ambaye sasa hivi yupo Kasali. Lakini namba 2 akaanza Kapombe, yupo sasa mpaka sasa hivi anaanza kikosi cha kwanza. 3 alianza Mligo, ambaye sasa hivi aanzi. 4 alianza Shamu Karabu, ambaye sasa hivi yuko TRA. 5 alianza Nangu. Lakini viungo wa chini walianza Kante na Kagoma ambao wapo. Juu pale katika watu watatu alianza Mpanzo ambaye aanzi kikosi cha kwanza. Ndio, kuna Morris Abraham aanzi kikosi cha kwanza. Mutale sasa hivi hayupo. Najua ameanza Mkwala ambaye hayupo. Kwa hiyo ukiangalia mpaka sasa hivi kwenye ile mechi ya kwanza waliofungwa Simba 2-0, ni wachezaji wawili tu ambao walikuwa ni regular starter, mbele Kapombe na Kagoma. Maana hata Kante amekuwa muda mwingine anaingia ama anatoka. Kwa hiyo nilipanga kusema kuna nyota karibia 7 atakuwa ni mechi ya kwanza ya Mzizima Dabi ya kina Libasegei, Ura, Ture, ambao watakuwa wanacheza kwa mara ya kwanza, kina Kibagago kiingia pale. Kwa hiyo ni mechi ambayo kiangalia itakuwa na ugumu huo, na ndio maana hata ukiangalia mashabiki wa Simba ambao wanaitaka mechi kutokana na ni mechi ambayo walivurugiwa. Faida kubwa ya Azam ni kwamba nilikuwa naangalia katika msimamo wa ligi mpaka sasa ni timu ambazo unakihesabu ni timu 3 au ni timu 4 ambazo hazijafungwa katika uwanja wake nyumbani. Yaani mpaka sasa tunazungumzia Yanga hajapoteza uwanja wake nyumbani mpaka sasa hivi. Ndio. Azam FC ndio mechi ya nyumbani hajafungwa mechi yote mpaka sasa. Mashujaa Jiji hajafungwa na Mashujaa. Na wamesema safari atakuwa nyumbani nani? Azam FC. Maana atakuwa nyumbani. Kwa hiyo kama anafungwa anaenda kutibua rekodi yake ambayo ameiweka.